Mafunzo haya yalikuwa yanalenga kutufundisha au kutupatia uwezo kuhusiana na maadili katika utumishi wa umma. Kwa kweli tunaishukuru serikali pamoja na management ya Taasisi ya Moyo Jakaya Kikwete kwa kuweza kuandaa hii program na ambayo imeweza kutuletea haya mafunzo, kwa sababu tumeweza kujifunza mambo mbalimbali ambayo yatatusaidia katika masuala mazima ya utumishi. Tumepata mafunzo kutoka kwa ofisi ya maadili kwa ajili ya wafanyakazi, viongozi wa ngazi mbalimbali wa Taasisi ya Moyo Jakaya Kikwete, ambapo tulikuwa tumekusanyika hapa kwa ajili ya kupata mafunzo kutoka katika ofisi ya maadili, na tumeweza kuwa na wakati mzuri wa kuongea, ambapo viongozi walikuwa wakikumbushwa vitu mbalimbali wanavyopaswa kuzingatia wakiwa wanatimiza majukumu yao kama madaktari na ngazi zote ambazo ziko kwenye Taasisi ya Moyo ya Jakaya Kikwete. Nashukuru sana kwa mafunzo haya, kwa sababu umuhimu mkubwa wa mafunzo haya ni kwamba taasisi yote ambayo inaongozwa na maadili ambayo yamesimama vizuri, basi ina uwezekano wa kuwa na mafanikio makubwa zaidi. Kama watumishi wa umma tunapaswa kujua wajibu wetu, nini tunachotakiwa kukifanya pale tunapokuwa katika ofisi hizi za umma, maadili, lakini pia viongozi wa umma, nini unachotakiwa kukifanya wewe kama kiongozi wa umma, unatakiwa kubehave vipi. Kwa hiyo tunaona mafunzo haya ni muhimu sana tuweze kuwapatia wafanyakazi wetu wa hapa Taasisi ya Moyo Jakaya Kikwete pamoja na viongozi wote kwa pamoja, ili tu kukumbushana nini tunachotakiwa kukifanya hasa tunapokuwa katika ofisi hizi. Watumishi watoe huduma iliyokuwa bora na sio bora huduma, lakini utii kwa serikali. Lazima watumishi watii serikali ambayo iko madarakani kwa kufuata ile chain of command, kuanzia mtu wa ngazi ya chini hadi mkuu wa taasisi. Kwa huko ndio utii wa serikali. Lakini pamoja na matumizi ya taarifa, kama nilivyosema hapo awali, msemaji mkuu wa taasisi au msemaji wa taasisi ni mkuu wa taasisi, ambaye yeye ndo anatakiwa atoe taarifa za taasisi. Labda kama itakuwa amekasimisha ofisi ya utawala ama ofisi ya public relations, ndo anaweza akawa anasema kwa ajili ya mkuu wa taasisi. Changamoto ambazo zinasababishwa na ukiukaji wa maadili inaweza ikasababisha, kwanza, wananchi kutokuwa na imani na taasisi za umma pamoja kwa ujumla na serikali ambayo iko madarakani. Lakini mwisho wa siku naweza nikasema yote haya, ili kufanikisha haya, lazima katika utendaji wa kazi zetu za kila siku tuwe waadilifu.